vitu kama hivi ndio vitu ambavyo vimeshusha thamani ya tuzo za Grammy. Unajua tuzo ziko nyingi sana, lakini why Grammy was iconic? Unahisi nini Grammy was iconic back in the days? Nazungumzia sasa hivi. Back in the days msanii alikuwa akishinda Grammy, yani kwanza mchakato wa kupata nomination ilikuwa ni mgumu. Ilikuwa noma. Ziliheshimika kwanza, kupata nomination ilikuwa ngumu, lakini pili wao wamekuwa na categories nyingi kuliko tuzo zingine, kwa hivyo inawafanya ndio maana wanatambulika kama tuzo mama, cause wana most categories. Lakini pia kuweza kushinda ilikuwa ni mchakato mgumu sana. Kwa hiyo mtu akishinda Grammy ni kwamba unakuwa umepita kwa wale music critics na watu ambao yani ni wadau, kwamba wewe sasa tumekupitisha kabisa. Ndio maana zilikuwa zina heshima. Ndio hapa katikati haijaonekana hivyo. Na sio Grammy tu, kuna BET, you know, the MTVs, VMAs, ambazo zilikuwa zinaonekana EMAs. Ukipata you're somebody. Lakini sasa hivi you expect the unexpected. Ndio maana wa Nigeria waga wana react sana. Kwa sababu pengine mchezo wanaujua, alafu wanaona kabisa kwamba dalili zilikuwa ziko hivi, hapo baadaye wanaona dakika za mwishoni mchezo mbadilika. Na wa Nigeria kwa kutoa mkwanja unawajua. Na nikwambie kitu, fuatilia. Ukitaka kujua kwamba kuna a lot of dirty work ambayo inafanyika kwenye music industry, tizama Oscars. You know, Oscars bado ziko on top. Umeelewa? Kutokana na maybe corruption ipo, lakini not to that extent. Yani kuna mtu anapata tuzo na basi sana misingi. Hata huyu na huyu. Lakini with Oscars misingi iko pale. Mtu ambaye akishinda Oscar, wao wenyewe kwanza actress and actors wanasema kabisa kwamba yani mimi my dream ni kupata an Oscar. Kwa sababu tayari ni tuzo ambazo zina thamani hiyo on top. I think Grammy should do some. Wanatakiwa achane na haya mambo. Jay-Z alivyoachana wasn't wrong at all. Na sio Jay tu, yani watu wengi sana wamekuwa wakiongea kuhusiana na hiyo. Yani wasanii wengi, yani kama unafuatilia. Sasa Jay amekuwa anaachana wakati hata mara nyingi pia stories za Beyonce zimekuwa zinaingia mara nyingi sana jamani. Sasa wanasema kuuma na kupuliza. Okay. Unajua sasa akiwa anaachana na yeye mwenyewe. Tukitoka kwenye public inaonekana hatuelewani. Tukikaa ndani tuna michezo yetu ambayo tunajua tunaicheza kwa full nyie. Jay-Z aliongea vile ilikuwa inamuuma kwa sababu Beyonce hakuwahi kushinda tuzo ya best album. Lakini kilichotokea next year ilishinda. Baada ya kumelea sasa point baada na hiyo pia alishinda category ya country music. Sio unanielewa? Lakini initially Beyonce album yake ya Lemonade ilikuwa inastahili kupata tuzo ya best album kwenye Grammy. That is well known. Ndio ilitakiwa